Naam, ujambo mtazamaji, karibu tena kwa kipindi chetu cha Tamrini ambapo tutakuwa tunadadavua maswala kuhusiana na uhamasisho na maslahi ya watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Na kumbuka kwamba mwezi Septemba ni mwezi wa kimataifa wa uhamasisho kuhusu watu wasioweza kusikia, na hili juma la mwisho ambalo lilianza tarehe 22 siku ya Jumatatu mwezi huu, na juma hili litakuwa linakamilika mwishoni mwa juma hili, ni kwamba hilo ndilo litakuwa ama kitakuwa kilele cha maadhimisho hayo. Na pia siku ya Jumamosi tarehe 27 pia tutakuwa katika jumba la KICC ambapo wadau mbalimbali pamoja na watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia watakuwa wanakongamana pale kuweza kuzungumzia masuala yao, na pamoja pia kutakuwa pia na matamasha mbalimbali ambayo yatakuwa yanatoa hamasa kuhusu watu hao. Na mtazamaji, pia tukiangazia swala hilo ni kwamba wito wa kufanya mawasiliano ya ishara kuwa somo la lazima humu nchini ulirejelewa wiki hii wakati Kenya ilipojiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya lugha za ishara iliyotengwa kimataifa kuangazia umuhimu wa lugha ya ishara katika kuhakikisha ujumuishaji wa wote. Na wadau wa elimu pia walitoa wito wa kuongezwa kwa uhamasishaji ili kuondoa unyanyapaa dhidi ya wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia. Joseph Wahungu anatuandalia taarifa hiyo. Katika kituo cha elimu maalum kwa walemavu wa kusikia cha Rabani kwenye mtaa wa Eastleigh, Nairobi, wanafunzi na wakufunzi wao wanajiandaa kuanza siku ya kawaida ya masomo. Licha ya kuwa na changamoto ya kusikia, wanafunzi hawa wa kidato cha 4 wamejiandaa kikamilifu kwa mtihani wa kitaifa wa KCSE kama wanafunzi wengine wote. We are doing a lot of revision, learning together with other hearing, doing the same exams, and also preparing for KSL papers and also revising. The support that we can ask maybe from the society is this school to have a boarding school so that it can accommodate learners who are come from outside. Hapa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia na wenzao wasio na ulemavu huo wanashiriki mafunzo kwa pamoja, huku wakalimani na walimu wa wanafunzi wenye ulemavu huo wakiongoza mchakato wa kuhakikisha wanafunzi wote wanatumia hata maabara kwa pamoja. We are sharing a laboratory with the hearing and the deaf, and inside there we also had an interpreter. So I believe in future inclusivity is very good because we don't want to leave these learners out. Usimamizi wa kituo hiki unasema ulipata msukumo wa kuanzisha kitengo maalum kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia katika hatua ya kutoa elimu ya kina, sio tu kupitia mtaala wa umilisi bali pia mipango ya kidini na kimataifa ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayebaguliwa kutokana na ulemavu. Our vision is, as I've said, inclusion. We don't want to leave every student who live maybe with a certain condition. Also quality education. Wheelbarrow number 1, aeroplane. Kulingana na wataalam, msukumo wa kupata elimu wa wanafunzi hawa unaendana na kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya lugha ya ishara kwamba hakuna haki za binadamu pasi na kuwepo kwa haki za lugha ya ishara. Mkuu wa idara ya ulemavu wa kusikia katika taasisi ya elimu maalum humu nchini, Martha Mwango, amesema taifa hili linafaa kuharakisha mchakato wa kulifanya somo la lugha ya ishara kuwa lazima kwa wanafunzi wote. You find that most of our learners who are deaf, they have to travel far distances to find where a special school is or a school where we have trained teachers for them. So if all of us and all schools, all learners can be able to learn sign language, they'll be able now to understand and accommodate the deaf learners. Asante sana Joseph Wahungu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, jinsi nilivyokuwa nimekuelezea kwamba huu ni mwezi wa uhamasisho ama mwezi wa kimataifa wa uhamasisho kuhusu watu wasioweza kusikia, na tutakuwa tunazungumzia tu masuala ya hao wenzetu na pia watu wanaweza kujumuishwa vipi ili wawe wa Kenya halisi kama kawaida. Na kwanza hapa studioni tunaye Abdile Ali ambaye ni mwenyekiti wa chama cha watu wasiokuwa
wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Na pia tunaye Rania Salim Baileth ambaye ni afisa wa ulinzi wa watoto, na pia tunaye Eric Hamadi ambaye ni mtafiti wa isimu, ukipenda expert ama ukipenda linguistic expert. Na karibuni sana studioni. Kwanza tunaanza na Abdi, wewe kama mwenyekiti wa chama hicho, je, unaweza kutuelezea kuwa chama hiki lengo lake ni lipi? Kwanza nakushukuru sana Sheila kwa kutualika kuja hapa. Mimi ni mwenyekiti wa muungano wa Nairobi wa watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Ni muungano ambao ulianzishwa kitambo kuanzia mwaka wa 1987, na lengo lake limekuwa ni kupigania haki na ujumuishaji wa watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Tumepigania uwepo wa wafasiri wa lugha ya ishara ili kuboresha uhamasisho kuhusu jamii hii, kuboresha elimu ya watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia na mengineo. Hayo yako chini ya kazi tunayofanya. Tunashukuru kuwa hapa kwa sababu ya sherehe hizi za wiki. Naam, asante sana Abdi, na kama bado tunazingatia kwako, je, kuna mswada mpya wa lugha ya ishara uliowasilishwa bungeni mwaka 2024, na lengo la mswada huu ulikuwa kutambua, kudumisha na pia kuweza kudumisha lugha ya ishara na kuweka mifumo ya ujumuishaji wa watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Mchakato unaendelea bungeni, na je, utatuambia kwamba kufikia sasa mambo yako vipi bungeni? Asante kwa kuzungumzia swala hilo. Pia nataka kumshukuru dadangu mheshimiwa ambao ametusaidia sana. Nataka kushukuru chama cha ODM na mbunge mteule wa Senate ambao pia ametusaidia sana. Hivi sasa tuko kwa second reading, na lengo la mswada huo ni kutoa changamoto zilizoko. Kwa mfano, wakati mtu ana uwezo wa kusikia anapoenda shuleni lazima alipe ile school fee, na bado vile alipe ufasiri, huduma za ufasiri. Kwa hivyo inafanya masomo yawe magumu. Unapoenda hospitalini vile unahitaji dawa, unahitaji kuwa na muda na daktari, na wale wahudumu hawajui lugha ya ishara. Kwa hivyo hao ni mojawapo wa zile changamoto ambao tunatumaia yataweza kushughulikiwa na mswada huu, kuanzia shuleni, hospitali na katika nyanja zote zile za maisha, ili sisi kama watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia tuwe tunajumuika. Kwa hivyo ni tumaini kwamba bunge litaharakisha upitishaji wa mswada huo ili changamoto hizi tumalizane nazo haraka. Asante sana. Na tukija kwako Rania Salim Baileth, asante sana kwa kufika hapa. Wewe ni afisa wa ulinzi wa watoto, na ningependa utuelezee kwamba katika kizazi hiki ambapo teknolojia imeweza kubobea na mitandao kila mahali, je, unaweza kutuelezea kwamba watoto wasiokuwa na uwezo wa kusikia wanaweza kulindwa vipi kutokana na unyanyasaji katika mitandao? Nakushukuru Sheila pia kwa swali zuri. Mimi kama afisa wa ulinzi wa watoto hatushughuliki tu watoto walio na ulemavu wa kusikia, ila ni watoto wote kwa jumla. Kwa hivyo tunajua mtandao una changamoto. Sasa sisi tunakuja kwa kufundisha wazazi kwanza jinsi gani wanaweza saidia kulinda watoto wao kutoka kwa hatari za mtandaoni. Kwa hivyo tunatembelea shule nyingi pia vile ili kuongeza uhamasisho kuhusu masuala ya mtandao. Naam, asante sana Rania. Naam, tukija kwako Eric Hamadi, tunataka tuzungumzie masuala ya lugha, na tunaona kwamba kumekuwa tuna maendeleo ya kilugha na teknolojia pia imeweza kubobea. Jinsi nilivyokuwa tunazungumza na Rania, tunaona kwamba kuna teknolojia mbalimbali ambazo zimeibuka. Kuna teknolojia inaitwa Oracrust technology, kuna Bluetooth technology na remote microphone technology, lakini kuna
kuna teknolojia ambayo inaitwa OmniBridge ambayo inatumia akili mnemba kwa utafsiri na kuweza kufanya unukuzi wa maneno kwa wakati halisi, ukipenda kwa kimombo real time transcription. Je, na hii ni tafsiri ya kutoka kwa Kiingereza hadi lugha ya ishara ili kuwezesha mazungumzo ya mtu anayezungumza na asiyekuwa na uwezo wa kusikia. Je, watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia wameweza kukumbatia vipi teknolojia hii? Asante sana. Sisi kama jamii ya watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia, kwanza tuko na wabunifu ambao wanashughulikia masuala ya teknolojia katika geza hapo, lakini nyingi yangu kama zingatia swala hili, unapata kwamba kunaweza nakabiliwa na ulemavu peke yake, hana miguu, kama kuna hite, kuna lugha ambayo imeibuka ya ishara ya kuweza kuwasaidia watu, manake lugha ya ishara sana sana mara nyingi watu wanatumia mikono, wanatumia vidole, na sasa unapata kwamba huyu mtu alizaliwa hivyo ama jambo lilitokea akakosa mikono. Kwa hivyo mnaweza aje kuwasiliana naye, na yeye pia anaweza aje kuwasiliana na wenzake kutumia labda maonyesho ya uso ama vidole vya miguu. Kwako Eric. Swali zuri. Mara nyingi mtu anapokuwa labda amepata ulemavu wa mikono, hapo tutatumia teknolojia. Kuna mikono bandia ambayo inaweza pachikwa, ambayo inaweza msaidia kutumia au kutumia miguu, lakini kutumia miguu itahitaji muda mrefu wa kujifundisha ili akuwe na uwezo wa kilugha. Kwa hivyo kuna njia tofauti tu ambazo zinatumika ili kumwezesha yeye kuwasiliana na watu wengine. Kwa hivyo kuna wale ambao hivi sasa wametumia kama kama miguu ya kubandika, ambao inaweza wasaidia wao hata kutembea, lakini watahitaji muda wao kujifundisha jinsi gani watatumia viungo hivyo vya kubandika. Asante sana. Naam. Labda nikiongezea tu vile Eric amesema kwamba naamini kwamba teknolojia itatusaidia kusuluhisha masuala ya mawasiliano. Kwa hivyo tunaamini kwamba hiyo teknolojia ni nzuri ndio, ingawaje itachukua muda tunapofundisha akili mnemba jinsi gani ya kuchukua lugha kwa uwezo wa ufasaha unaohitajika. Kwa mfano hivi sasa Kenya, changamoto kubwa ambayo tuko nayo kama jamii ya watu wasiokuwa uwezo wa kusikia ni mtu ambao anasikia anaweza chukua simu, achukue muda kidogo kupiga simu na ashughulikie, lakini sasa mimi wakati natumia mawasiliano hao unapata lazima nitumie internet. No. Na bundles unapata ni ghali sana kushinda bei ya simu unavyoongea nayo. Kwa hivyo unapata kama sisi tunategemea sana maongeo ya video, na unapata naweza tumia simu hivi sasa ili hata kupata mkalimani, lakini sasa changamoto ni kwamba bei yake ni juu kushinda wewe kutumia simu ya kuongea. Kwa hivyo kumaanisha unafurahia sana huduma hiyo hata kunishinda. Naam. Na tukiangazia masuala ya fursa zilizopo, Bwana Abdi, tunajua kwamba kuna mradi wa maendeleo ya ajira kwa watu wasioweza kusikia, na pia mradi huu unafadhiliwa na shirika la USAID, pia shirika la UNDP na Wizara ya Ugatuzi na Mipango. Lengo lake ni kutoa mafunzo na fursa za kifedha ili kuwasaidia watu wenye ulemavu ama watu walio na ulemavu wa kusikia
kusikia kujiendeleza kupitia ajira binafsi na pia biashara ndogo ndogo. Je, kuna wanachama ambao mmeweza kuhakikisha kwamba wanapata fursa hizi na ni wangapi? Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa jamii yetu aswa, kwa sababu wakati mwingi tuna mahitaji mengi ambayo tunahitaji katika maisha yetu, na serikali kwa kweli inatusaidia, lakini unapata hizo fedha ambazo zinasaidia hazitoshi kushughulikia matatizo yaliyoko. Kwa hivyo kama hivi sasa kujaribu, unaona kama kila county zote 57 inatakana zingekuwa na sherehe zao, lakini utapata ni kama county moja au mbili zinaweza jileta pamoja na kushughulikia masuala kama haya na kupata wasaidizi ambao wanaweza saidia. Sasa unapata kama watu 50, mkipata na watu 50 ambao wamejitolea tu kwa mifuko yao kutusaidia, haitatosha kabisa kushughulikia ama kutimiza yale malengo ambayo tuko nao. Kwa hivyo changamoto kubwa imekuwa ni ujumuishaji kifedha. Jinsi gani sisi wenyewe pia vile tunaweza jikakamua kutafuta nafasi zilizoko katika biashara. Kwa hivyo kuna wengine wetu wamejianzishia biashara, lakini changamoto pia iko kwa serikali ya county. Wengi unapata hawatupatio nafasi sana ya kupata nafasi za biashara. Kwa hivyo sisi tunawaambia, tunazungumza na viongozi wengine, tunataka nafasi hii, alafu kesho yake kanjo mwingine waje asema hii nafasi pia ikubaliki. Tunaelewa kweli hiyo bajeti ambayo iko haitoshi, lakini nitakana tuangalie njia bunifu jinsi gani za kusaidia, kwa kuanza na masomo ambao yatapatiana ujuzi wa biashara. Kwa hivyo sisi ni kumwelezea tu rais wetu kuangalia haswa jamii yetu ambao ya watu ambao wanaweza kusikia ni jinsi gani wanaweza saidiwa. Kwa hivyo tusiangalie tu nini moja. Tuko na watu wengi ambao wako na matatizo ya ulemavu, wale ambao wana uwezo wa kuona, wale ambao viwete tofauti. Tusiangalie tu jamii moja ya ulemavu, ila tuangalie kwa ujumuishi jamii zote ili tuweke usawa. Kwa hivyo tuko na hata ikifika kwa masuala ya kupata ujumbe, wakati mwingi sisi tunapata ujumbe wakati masuala yashafanyika. Kuna sera zinatolewa wakati wa participation na tupati sahihi. Kuna nafasi za kazi, lakini unapata kama NTSA wako na sera yao ambao wanasema watu ambao wanaweza kusikia hawezi peleka gari. Sasa ni vipi inafanyika kama hivyo? Na tuko na watu wengi ambao wanaweza fanya kazi kama zile za taxi mjini. Lakini sasa kama hatuwezi pata nafasi kama hizo kwa sababu ya NTSA, inakuwa ni ngumu kupata nafasi hizi za kiuchumi. Kwa hivyo nitakana tufikirie sana kwa swala la sera. Naam, asante sana Bwana Abdi. Samahani kwa kukatiza kwa sababu ya muda. Tukirejelea kwako Rania, tukiangalia masuala ya elimu kwa watu ambao wasioweza kusikia, kulikuweko siku moja ama hapo awali wananchi walikuwa wanalalamika kwamba watoto wasioweza kusikia ama wale ambao wana ulemavu kwa jumla, kuna baadhi ya wananchi walikuwa wanaonelea kwamba hawa watoto wasiwekwe katika shule tengwa, manake wakitengwa ni kama wanatengwa zaidi ama wanaonekana kwamba wana tatizo fulani, lakini wakijumuishwa katika shule za kawaida wanaweza pia kuweza kutangamana na wenzao, alimradi tu kukuwe na walimu ambao watakuwa wanaweza kuwapa mafunzo. Je, maoni yako ni yapi? Nashukuru kwa swali hilo kuhusu mfumo mzima wa elimu. Kwa hivyo mimi kama mtu ambao ana uwezo wa kusikia naenda kwa shule ambao kuna watu ambao wana uwezo wa kusikia. Wakati mwingine tunapata ikifanyika tumeweka kwa shule ambao tuko na watu ambao wana uwezo wa kusikia na hawana uwezo wa lugha ishara, inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo kama mwalimu mwenyewe anajua lugha ishara, kwa hivyo haitakuwa na shida yote mtu ambao ni deaf kuingia katika shule hiyo. Sasa changamoto ni ile upate kama hana ujuzi huu. Kwa hivyo unapata inakuwa ni vigumu sana. So huo mfumo vile ulivyo hivi sasa hauna uwezo wa kutuwezesha. Kwa hivyo utapata
mara nyingi pia ni ngumu. Pia kama wewe mwanafunzi, jinsi gani utaanza kutengamana na wanafunzi wengine darasani, jinsi gani utakuwa na marafiki na classmates wako, hauna mkalimani, inakuwa ni struggle, inakuwa ni changamoto kubwa kwetu. Inabidi unajisomea tu wewe mwenyewe kivyako, uende maktaba ujisomee kivyako. Na ondo kwa mfano ilikuwa ni maisha yangu chuo. Cha muhimu kwangu ingekuwa ni kama waadhiri wanafunzi wote kujua lugha ishara, ingekuwa rahisi sana. Rahisi sana. Naam, asante sana Bwana Abdi. Na ndo maana Sheila nilikuwa nasema tukitaka kufanya integration ni muhimu sana. Kwa hivyo tuweke lugha ishara hapo ndani, itakuwa ni vizuri sana. Tutoe Kiswahili hata ikiwezekana. Naam, na tukizingatia swala hilo la ishara, asante sana Bwana Abdi, umeweza kuleta hilo swala. Na hilo swali nitaweza kumwelekezea Eric Hamadi kuhusiana na mambo ya ishara. Unapata kwamba wakati huu dunia inaweza kukabiliwa na maafa ya mabadiliko ya tabia nchi. Unapata kwamba labda kuna mafuriko. Je, watu ambao hawana uwezo wa kusikia wanawezaje kupata tahadhari ama zile alerts? Ama labda wakati mwingine unapata kwamba uko kwenye jengo limeshika moto na wewe hausomi ishara, haujui kwamba nini kinachoendelea. Je, unaonelea vipi swala hili? Ni changamoto, lakini ndio maana tuko na teknolojia, ingaje inachukua muda mrefu. Kwa watu ambao wanaweza kusikia, teknolojia zao zinaendelezwa kwa haraka. Ndio maana nasema ikifika kwa masuala ya teknolojia na jamii yetu, changamoto ni fedha, kwa sababu inachukua fedha nyingi sana. Unafanya kwa mfano ukiwa na mtoto, ukipata wazazi wawili ambao ni deaf, wako kazi alafu mtoto yualia, ni ngumu sana kwa wazazi wao kujua mtoto wao yualia. Lakini ukiwa na teknolojia kama bendi ile ya mkono, inaweza saidia kuchukua sauti zile ambao ziko aidha kama ni ya alarm ama ni sauti gani, inakuja inafanya vibration, alafu unajua kwamba kuna sauti fulani ni mtoto yualia. Ama kwa mfano kama ni ile security alarm, muizi amekuja, ukifika ile alarm ikishapiga kelele, mimi sitaweza kusikia, lakini ukitumia teknolojia ile ambayo inafanya utambuzi wa sauti, itakusaidia kujua kwamba kuna kitu fulani. Aidha kutumia mataa ambayo atakuwa yanawashaasha, yatasaidia ili kujua kwamba kuna kitu fulani kinaendelea. Kwa hivyo teknolojia hapo inakuja inasaidia. Ni mchakato mrefu, lakini pia changamoto pia ni ghali. Asante sana Bwana Eric. Na mtazamaji, tunaendelea tukuzungumzia maslahi ya watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Na kumbuka kwamba unatazama runinga ya KBC Channel 1. Mie wako nikiwa Sheila Kayaro Yogo, na mtangazaji wetu wa lugha ishara akiwa ni Carol Njoroge, na pia ambaye anatusaidia kutafsiri, manake hapa studioni wale wageni ambao tunao, Abdile Ali, Eric Hamadi pamoja na Ranie hawana uwezo wa kusikia. Kwa hivyo Byron Abuli amekuwa pia akitusaidia kutafsiri. Asante sana Byron. Na mtazamaji, siku ya Jumamosi, hili ni juma la mwisho ambalo ni kilele cha uhamasisho kuhusu watu wasioweza kusikia, na kutakuweko na hafla katika jumba la KICC. Na ningependa kwanza kabla tuambie kwamba muda umeyoyoma, tuweze kuzungumzia swala hili kwanza. Je, Bwana Abdi, wewe kama mwenyekiti, tukiangalia hafla hii, lengo lake haswa ni lipi? Asante kwa swali hilo. Kwanza ningetaka kushukuru ofisi ya msemaji wa serikali Bwana Mwaura, namshukuru sana. Nashukuru sana ile timu ambayo imetupatia nafasi, KICC imetupatia nafasi ya bure ili tutengamane. Tuko na watu zaidi ya 800 ambao watakuwa wanatokea katika sherehe hizi za uhamasisho. Kwa hivyo kazi yetu ni kuonyesha ujuzi ambao tuko nao na utamaduni ambao tuko nao. Tutakuwa na mashindano ya lugha ishara, kutakuwa na mashindano ya uchezaji densi, na tutakuwa tunapatiana simu na fedha kwa wale ambao wanashinda vitengo tofauti. Hata tuko na wasichana wa kupendeza sana ambao watakuwa wanafanya mashindano ya urembo
Kwa hivyo tuko na mambo mengi ambayo tutakuwa tunaonyesha. Kwa hiyo tunashukuru wizara ambazo zitakuja kujiunga nasi. Tunashukuru pia naibu wa mkuu wa polisi IG ambao wamekuwa wa msaada kwetu, na pia Sheila tunakualika pia uje ujionee ni maisha yetu huwa njia gani, utamaduni wetu ni aina gani, kuwa kwa maeneo ambao watu wanatumia ishara tangu asubuhi hadi jioni. Kwa hivyo tunakaribisha kila mtu kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Naam, Eric, tukizingatia hiyo hafla, najua kwamba katika lugha ya isimu ama ukipenda linguistics, kuna aina mbalimbali ya kuweza kuwasiliana na watu, yakiwemo mashairi, nyimbo, pia densi za kitamaduni ambazo mmeweza kuandaa, ndiposa hao watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia waweze pia kuwatumbuiza watu. Je, ningependa kujua nani ambaye ameweza kutunga mashairi haya? Malenga ni nani? Sisi kama jamii ya deaf, sisi wenyewe tuko na talanta tofauti. Kwa hivyo tutapatiana nafasi ya wao wenyewe kuonyesha talanta hizo hata ikija kwa mashairi. Kwa hivyo ukiangalia hata shuleni, ukiangalia hizi shule kuna mashindano ya drama, utaona mara nyingi wameweka kitu kama spoken word. Mara nyingi inatumika kwa watu ambao wako na uwezo wa kusikia na wanaongea. Lakini pia unapata swali ni sasa ile ya deaf itaitwaje? Na nafasi ambayo inatoa ushairi wa jamii ya deaf itakuwa ni gani? Kwa sababu kama kuna spoken word ya watu ambao wanaweza kusikia, basi tunahitaji ushairi wa ishara ambao utashughulikia masuala ya jinsi gani mtu anajieleza kutumia mwili wake na mikono yake. Kwa hivyo sisi tunahitaji wale defu ambao wako na ujuzi, pia watalanta kama hizo wapatiwe nafasi katika mashindano haya ya shule ili kuwezesha lugha ya ishara ambao ni lugha yao iweze kutambaa pia kwa heshima. Naam, asante sana. Na Rania, wewe kama mlinzi wa watoto, najua kwamba umekuwa ukitangamana na watoto. Je, kuna watoto ambao umeweza kuwatayarisha na ili kuandaa waweze kushiriki katika hafla hii? Ni swali nzuri. Mpango huu ambao tuko nao, tupo na wanafunzi kutoka Murang'a ambao watatokea, lakini si mimi ambao nitakuwa nimewafundisha. Kila ambao tumefanya ni tumewapatia nafasi tu na jukwaa la wao kukuja na kuonyesha zile talanta ambao wako nazo. Wataandika na walimu wao pia watawafundisha jinsi gani ya kuonyesha talanta hizo, alafu sisi tutawapatia hilo jukwaa. Huo ndo mpango ambao tumekuwa nao mwezi huu. Kwa hivyo unajua pia mwezi huu wa Septemba ni wakati karibu sana na mtihani wa mwisho wa shule wa KCSE na KCPE. Kwa hivyo unajua ni muda mgumu, lakini najua kuna wanafunzi ambao watatokea. Asante. Naam, asante sana. Na mtazamaji, jinsi ambavyo wameweza kueleza kwamba hafla hiyo itafanyika siku ya Jumamosi katika ukumbi wa jumba la KICC, na watu wa haiba na tabaka mbalimbali watakuwa wanahudhuria pamoja na wadau wa sekta mbalimbali, wakiwemo tu pia viongozi wa taifa hili. Na pia ningependa kumpa Bwana Abdi fursa aweze kutuelezea jinsi ya kujisajili ndiposa uweze kushiriki katika tamasha hizo. Na Bwana Abdi, unaweza kutuelezea? Nashukuru sana kwa nafasi hiyo. Tuko na fomu ya mtandaoni ambayo ipo katika jukwaa la mtandao la National Association, Nairobi Deaf Association. Ukienda hapo utapata hiyo link na utafuata zile taratibu ambazo ziko hapo za kujisajili. Ila tunataka watu 1,200. Kwa hivyo hivi sasa tumefika karibia watu 900. Kwa hivyo muda haupo sana. Tuko na muda mdogo ambao umebaki wa kufunga. Kwa hivyo leo usiku saa 6 usiku tutakuwa tunafunga usajili wa sherehe hiyo. Naam, na ni kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi?
Kufunga usajili ni leo usiku. Tutakuwa tunafunga, lakini sherehe yetu itakuwa kuanzia asubuhi hadi saa 11 jioni. Na unajua hata kwa siasa sisi rais tulikuwa naye. Kwa hivyo nataka rais wetu Bwana Ruto pia ajisajili kwa na sisi. Anajua sisi tumekuwa nyuma yake sana tukiwa naye. Naam, asante sana. Na tukisonga mbele na tukizidi kuzungumzia tu haya masuala ya watu wasioweza kusikia pamoja na haki zao. Je, ningependa Bwana Abdi aweze kutuelezea chama hiki kinaelekea wapi? Mnajiona vipi ifikiapo mwaka wa 2030 kwa muktadha ama kulingana na ruwaza ya maendeleo ya mwaka 2030? Tukiangalia mustakabali wetu ni kwamba tunataka kuangalia masuala ya sera ya kuwe jumuishi haswa kwa jamii ya deaf. Kwa hivyo hizi sera ambazo zinatengezwa kwa njia fiche bila kutujumuisha inafanya maisha yetu ya kuwe si jumuishi sana. Imani yetu na dhamira yetu ni kuwa na maisha ambayo tuko na uhuru wa kufanya mazungumzo na mtu yote bila hata kutumia mkalimani. Mimi nataka miaka inayokuja nisitumie mkalimani ili kuongea naye. Mimi na wewe Sheila tunaweza kufanya mahojiano haya moja kwa moja. Kwa hivyo dhamira ni ile nchi ambayo kila mtu anaweza kuwa na uwezo wa kutoa changamoto hizi za mawasiliano tulizokuwa nazo sasa. Asante sana, nashukuru. Naam, Bwana Eric Hamadi, tukiangalia lugha hubadilika kulingana na maeneo, na pia humu nchini kuna maeneo tengwa ambayo pia kuweza kupata huduma wakati mwingine huwa na ugumu kabisa. Ningependa kutuelezea, je, katika maeneo hayo umeweza kufika kule na kuweza kuhamasisha jamii? Manake tunaona kwamba kumekuwepo na unyanyapaa katika taifa hili katika sehemu mbalimbali kwa watu ambao wana ulemavu, na sijui nyinyi kama wanachama mmeweza kufika kule na kuweza kuhamasisha jamii tengwa? Manake katika maeneo hayo ndipo watu walio na ulemavu huweza kukabiliwa na unyanyapaa kwa kiwango kikubwa. Hivi sasa ni kweli tuko na changamoto ya unyanyapaa katika jamii. Wakati mwingi maeneo ya mjini yana uwezo na maendeleo bora kushinda maeneo yaliyo mashinani. Kwa hivyo tuna mipango ya kufundisha lugha, kufundisha teknolojia jumuishi ili kuwawezesha pia wao wafike katika maeneo ya uhamasisho kama tulivyokuwa nao. Lakini kama ilivyo changamoto inakuwa ni fedha za kuweza kufika ama kupiga hizi ziara katika maeneo yote yaliyoko. Kwa hivyo ni ngumu hata wewe mwenyewe kuwa na pesa za kutosha ili kuweza kufanya jambo hili. Kwa hivyo mara nyingi tunatumia pesa zetu wenyewe binafsi, alafu familia yetu pia inabaki inaumia. Kwa hivyo tunahitaji pia uungaji mkono kutoka kwa taasisi mbalimbali, jamii mbalimbali, ili tuweze kuhakikisha kila mtu pia anaweza pata tabasamu ya ujumuishaji. Changamoto kubwa imekuwa bajeti. Asante sana Bwana Eric Hamadi, na naona kwamba muda umeyoyoma, lakini nitampa kila mmoja wenyu angalau sekunde 30 kuweza kusema jambo. Labda sijakupa ile fursa ndipo uweze kuzungumza nasi. Na Rania, kuna lolote ambalo una msukumo sana ambalo ungependa sisi wa Kenya tuweze kujua? Kwanza kila ambacho ningetaka tu ni kujua kwamba hatuwezi pata haki za kibinadamu bila kuwa na haki za lugha ya ishara. Tuweze pia kuunga mkono hiyo mswada wa lugha ya ishara, na hivyo pia nataka kuwashukuru nyote kwa msaada mliotupatia. Kwa Abdi ni kauli mbiu mwaka huu ni kwamba hakuna haki za kibinadamu bila kuwa na haki za lugha ya ishara. Kwa hivyo kwangu ni kuwahamasisha kwamba mjifundishe lugha ya ishara. Kwa wazazi ambao wako na watoto walio na ulemavu, muwezeshe kupelekeni shuleni. Kama uwezi nitafute, tutatafuta mbinu za kuwasaidia ili wawe na uwezo wanazokuwa nao katika mstakabali wao
kwa viongozi wetu ambao tukilionao, serikali kuu, serikali ya county, mjue kila mwezi wa 9 ni sherehe tunazozifanya. Kwa hivyo mwaka unaokuja pia mjizatiti nyinyi wenyewe, mjipange katika kaunti zenu ili mtuwezeshe pia katika swala hili. Katika rais wetu mtukufu tunakushukuru, ila tunakukumbusheni tu mtusaidie pia sisi nafasi pia za uongozi, kwa sababu tuko na viongozi ambao hawana uwezo wa kusikia, ambao wana elimu na ujuzi wa uongozi ambao wanaweza saidia pia sisi tupate hata role models pia katika jamii. Hivi sasa hatuna viongozi katika nafasi za juu za serikali, katika makanisa, misikiti, nyote mjitokee mtusaidie, na pia Mungu atatubariki. Mungu abariki Kenya, Mungu akubariki hata yeye Shina. Naam, Bwana Eric, kwa sekunde 30 peke yake, manake tunakamilisha kipindi. Kwangu ingekuwa ni kuelezea kwa mfano mwanamke ambao anataka kujifungua kama mwezi na yuko mwezi wa 8, ule unapokuwa mtoto mchanga akiwa tumboni, mtoto akiwa na njaa ufanya nini? Mtoto upiga tumbo la mama, na hiyo inasaidia mtoto mama kujua kwamba yuhitaji chakula. Hiyo ni lugha ya ishara. Watoto wenyewe pia vile wanavyofanya tabia yao inakuwa ni tabia ya ishara, vile mnapogusa tumbo lile la mama kujua kwamba mtoto sasa anaashiria kama ni salamu, kama ni nini. Hiyo inaonyesha wazi kwamba ni lugha ya ishara na umuhimu wake, na kwa nini tunahitaji huo mswada wa lugha ya ishara upitishwe. Naam, Rania, sekunde 10 peke yake. Asante. Kwanza nilikuwa nasema mzazi yote jamii ambao wako na mtoto ambao ana ulemavu, mnaweza kuja katika afisi zetu za ulinzi wa watoto kwa msaada mnaohitaji. Asante. Naam, asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, hao wamekuwa wenzetu wa chama cha watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Tumekuwa naye Abdile Ali ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho, pamoja na Eric Hamadi ambaye amekuwa mtaalam wa isimu, pamoja na Rania Salim ambaye ni afisa wa ulinzi wa watoto. Tumekuwa tukizungumzia tu masuala ya maslahi ya kuhusiana na watu wasiokuwa na uwezo wa kusikia. Nakumbuka kwamba kutakuwa na tamasha katika ukumbi wa jumba la KICC, na pia kujisajili utaweza kutumia barua pepe ya info@nadkenya.org, na pia unaweza pia kutuma ujumbe kwa nambari hii, ama ukitumia WhatsApp kwa nambari 0745793267. Nitarudia tena nambari hiyo ya kutuma ujumbe kwa WhatsApp ni 0745793267. Na mpenzi mtazamaji, tutakomea hapo kwa sasa. Tunampisha mwenzetu ambaye atakuwa anatusomea habari wakati wa saa 7 kamili. Jina langu ni Sheila Kayaro Yogo, mtangazaji wetu wa lugha ishara amekuwa Carol Njoroge, tukisaidiwa naye Byron Abuli. Kwa heri.